Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Mbungi TV katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 20 ya mwezi Oktoba, ambapo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Bertilla Bouskardin, mtawa. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Bertilla alizaliwa nchini Italia tarehe 6 mwezi Oktoba mwaka 1888 katika familia ya watu maskini. Bertilla ni jina alilopewa utawani. Jina lake la ubatizo ni Anna Francisca, ingawa watu walimuita Aneta. Bertilla alikuwa mtoto dhaifu sana. Aliugua mara kwa mara na alikuwa na uwezo mdogo kiakili. Hata aliitwa na watu yule mpumbavu, na watoto wenzake walimuita bata. Hata hivyo, alikuwa na utashi thabiti uliomfanya awe anafanya maamuzi sahihi. Alikuwa tayari kufanya kazi yoyote alipoombwa msaada. Alikuwa mtulivu kwa asili. Paroko wake alizani ya kwamba anafaa kumenya viazi tu. Alimcheka sana alipokuja kumwambia anataka kuwa sista. Alipompeleka katika konventi moja ya masista, hakukubaliwa. Lakini akiwa na umri wa miaka 16, alikubaliwa kujiunga na shirika la masista wauguzi wa Mtakatifu Dorothea kule Vicenza. Alimwambia sista mlezi wa wanovisi, mimi sifai chochote, nifundishe tu kwa kuwa nataka kuwa mtakatifu. Basi, muda wa miaka 3 alipewa kazi zile ambazo wakati ule zilionekana kuwa duni kabisa, kama kupika chakula jikoni, uokaji mikate na ufuaji. Baada ya hapo, alipangwa kufanya kazi hospitalini kuwauguza watoto wagonjwa. Kazi hiyo aliifurahia sana. Hata alisifiwa sana kama mtumishi mwenye bidii kubwa kwa wagonjwa. Mwaka 1917, wakati wa vita kuu ya kwanza, wengi wa watu waliolazwa katika hospitali hiyo walikuwa askari waliojeruhiwa vitani. Mabomu mengi yaliangukia hospitalini, yakamtetemesha Bertilla na kumtia hofu. Hata hivyo, aliendelea na kazi yake akiwafariji askari kwa sala zake, tabasamu, kahawa ya moto na divai. Baada ya muda, alitumwa kufanya kazi katika hospitali ya jeshi. Na akiwa hapo, tena alifanya kazi kwa juhudi kubwa kiasi cha kumshangaza kapelano wa hospitali na ofisa mkuu. Baadaye, sista mkuu wake alimhamisha tena ili airudie kazi ya kufua nguo kama zamani. Na sista Bertilla alifanya kazi hii muda wa nusu mwaka. Mwishoni mwa vita mwaka 1918, alihamishiwa tena hospitalini. Akahudumia wodi ya watoto. Alitimiza wajibu wake huo mpaka mwaka 1922 alipofariki dunia. Watu wengi sana walishiriki mazishi yake. Baada ya kufa, wagonjwa wengi walipona waliposali kuomba uponyaji kwa maombezi yake. Akajulikana kama sista mwenye wema ajabu na kama mfariji wa kimalaika wa wagonjwa. Tarehe 8 mwezi Juni mwaka 1952, alitangazwa kuwa mwenye heri mbele ya ndugu zake na watu wengi ambao alikuwa amewauguza alipokuwa hai. Na tarehe 11 mwezi Mei mwaka 1961, aliwekwa katika orodha ya watakatifu na Papa Yohane wa 23. Maisha ya Mtakatifu Bertilla yanatudhihirishia wazi kwamba
Ili kumtendea Mungu makuu, si lazima kuwa mwenye akili nyingi, wala kuwa na vipaji vingi au afya nzuri. Jambo muhimu kupita yote ni kutenda vizuri yale yote tunayoweza kuyatenda. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu wetu wa leo, ambaye ni Mtakatifu Bertilla Boscardin, mtawa. Tuungane na Mtakatifu Vincent wa Paul katika tafakari yake inayosema: Kristo mwalimu wa unyenyekevu, anaufunua ukweli wake kwa wanyenyekevu tu, na anauficha kwa wenye kiburi. Ndugu zangu, Mama Kanisa pia kwa siku ya leo anaadhimisha watakatifu wengine ambao ni watakatifu Wederin, Bertilla na mwenye heri Maria Teresa Subirani.